kuheshimiwa Bwana, wa kuheshimiwa. Si ni wewe Yesu, wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa, wastahili Yesu. Si ni wewe Yesu, wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa, wastahili mwingi wewe Yesu. Tuko mbele zako Bwana, wa kuheshimiwa ni wewe Bwana. Baba, nimeshuka mbele zako Yesu wangu, wa kuabudiwa Bwana. Wakuheshimiwa Bwana. Inua sauti yako, mwambie tu Bwana, mchana wa leo ninanyenyekea mbele zako. Mchana wa leo Bwana, ninashuka miguuni mwako. Siwezi peke yangu Bwana wa majeshi. Mwambie Bwana, nifungua uelewa wangu. Bwana, fungua uelewa wangu. Baba, fungua sikio langu la ndani, nikapate kusikia kutoka kwako, nikapate kusikia kutoka kwako, katika jina la Yesu. Wacha moyo wako ukawe wazi, wacha moyo wako ukawe wazi, wacha moyo wako ukawe wazi, ya kwamba neno la Mungu linapoangukia ndani ya moyo wako likafanye kazi katika maisha yako, katika jina la Yesu. Neno la Mungu ni mbegu, mbegu hiyo ikaote, mbegu hiyo ikalete mazao, katika jina la Yesu. Mwambie Bwana, ninajipeana kwako. Mwambie Bwana, ninajipeana kwako. Kusikia kwangu Bwana, ninakupeana kwako, katika jina la Yesu. Kuelewa kwangu Bwana, ninakupeana kwako. Mwambie Bwana, nipe ufunuo wa neno lako. Linaponenwa Bwana, nipe ufunuo wa neno lako Yesu. Nipe ufunuo Roho Mtakatifu. Nipe ufunuo Roho Mtakatifu. Nipe ufunuo Roho Mtakatifu. Hebu mwambie Roho Mtakatifu, nifurikie. Roho Mtakatifu, nihuishe tena. Roho Mtakatifu, nihuishe tena. Roho Mtakatifu, huisha kanisa lako. Roho Mtakatifu, achilia nguvu zako na uweza wako mchana wa leo, katika jina la Yesu. Kuna wengi wameingia nywani mwako Bwana, wengine wameinama moyo. Mungu wangu, natangaza kwa jina la Yesu ya kwamba wacha neno lako Bwana linapoachiliwa, katika jina la Yesu, kama vile umesema katika Isaya ya kwamba halitarudi bure. Bwana, likatende kazi katika maisha ya mama yule, likatende kazi katika maisha ya baba yule, likatende kazi kwa ajili ya vijana, katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya kanisa lako, na asante Mungu kwa ajili umeandaa mtumishi wako kwa ajili ya kulihudumia kanisa lako Bwana. Pokea sifa, pokea utukufu, heshima ni zako Bwana. Nasi Mungu tuko tayari kwa ajili ya kusikia kutoka kwako Mungu. Nena nasi Roho Mtakatifu, nena nasi Roho wa Mungu, tuhudumie Roho Mtakatifu. Na tukiwa katika hiyo hali, naomba tuunganishe mikono yetu kwa pamoja, tuweze kumkaribisha mtumishi wa Mungu, our bishop, wakati anapoingia. Pigie Yesu makofi mazuri. Ongezea makofi, pigie Yesu makofi mazuri. Pigie Yesu makofi mazuri. Pigie Yesu makofi mazuri. Ongezea makofi hayo. Amen. Bishop karibu. Asante sana Elda Mburu. Bwana Yesu asifiwe.
Naomba tusalimiane tena, tuseme Yesu ni Bwana. Tuseme vizuri, Yesu ni Bwana. Amen. Basi naomba tuketi. Ninayo furaha kurudi hapa tena baada ya muda. Nafikiri nilikuwa hapo wakati tulikuwa tunamweka wakfu kasisi. Wangapi hawajawahi kuniona? Alright. Mtumishi wa Mungu alitaja askofu tu. Askofu si jina langu, ni kazi ambayo ninafanya. Ninaitwa Big Vai Mzae. Nimeshukuru sana kuwa hapa kwa nafasi hii ambayo Bwana amefanya. Nilikuwa nimemwomba mtumishi wa Mungu nije nikae leo, lakini akakataa katakata. Kweli nilitamani nije nikae nisikize watumishi wa Mungu wakihudumu, na alikataa, akaniambia lazima nije nizungumze. Na nashukuru Mungu, nimekuwa hapa Taveta jana nikifunga harusi ya askofu fulani ambaye ni mwanafunzo wangu wa chuo kikuu, na basi nikaona nisiwe na haraka niweze kubakia mpaka leo. Tumekuwa na harusi jana, na nashukuru kule Mombasa ambapo tunaishi tumeendelea vizuri, na namshukuru Mungu kwamba Bwana ametusaidia. Pia vile vile sikuweza kuandamana na mama, alienda kumwona mama mzazi, na kwa hiyo sikuweza kuwa naye. Na nashukuru sana kwamba mna mtumishi ambaye anafanya kazi ya Mungu. Kwa wale ambao ni wageni, mchungaji alitokea kanisani kule Mombasa, alikuwa kiongozi pale kanisani, na mmebarikiwa sana. Nasema mmebarikiwa sana, sababu tuliona nyota yake. Hakutaka sana kuwa mchungaji, lakini Bwana akamfanya ni wa kwanza kumteua kuwa katika baraza langu kama kijana, kabla hajaoa Margaret. Kabla hapo haijawahi kufanyika, na baada ya kuondoka hatujawahi na kijana katika board. So nataka tu niwafahamishe, ni vizuri kutambua sauti ya mtumishi wa Mungu ambaye ametumwa kwenu. Na kwa sababu ya muda wetu, nitarudi leo baada ya hapa kwenda Mombasa. Ninaomba salamu zenu kabla sijamaliza, naweza kusahau. Amen. Mnaweza kunipa salamu zenu nichukue watu wa Mombasa? Amen. Kwa wale ambao ni wageni bado, sisi tuko pale Likoni Beach 2. Mungu ametubariki na eneo karibu na maji. Unavuka barabara tu, alafu ametupatia nafasi hapo tukaweka sanctuary ya Mungu. Na unapokuja Mombasa ukiwa Likoni, tafadhali tutembelee, unywe chai na sisi. Amen. Tunakukaribisha sana. Nashukuru kwa kumruhusu kasisi, kwa vile nimetembea naye miaka mingi. Alitubariki, nilisikia tumpe nafasi. Kijana wangu alioa, ametoka China, alioa mwaka jana, na nilimpa nafasi hiyo, akaja akaunganisha harusi ya kijana wetu. Asante sana kwa kumruhusu kuja Mombasa na Margaret, wakasaidia kijana wetu. Sasa ameoa, amepata kazi Voi, yuko hapa karibu Voi. Amen. Napenda nichukue nafasi tuende kwa neno la Mungu. Na neno hili ni neno dogo, lakini linaweza likafanya mambo makubwa. Naomba ulisikilize, alafu usikie linakuambia nini. Kwa hiyo katika hizi dakika ziko mbele yangu, ningependa uwe msikivu, kwa sababu lenyewe linazungumza kuhusu kuwa msikivu.
na kwa Kiingereza ningeliita hearing the now voice of God. Tumesikia sana kuhusu hearing voice of God, but kuna kaneno nimeweka pale, the now. Naweza kusaidia kusema the now voice. Kwa Kiswahili ni kujifunza kuisikia sauti ya sasa ya Mungu, ya sasa. Kwa hiyo nimeipatia ujumbe, ni neno ndogo nataka kufafanua. Kwa miaka hii nimekuwa Mkristo zaidi ya miaka imepita 40, nikitembea katika Injili, nimejifunza mengi, na pia kwa miaka 30 na kuwa mchungaji nimejifundisha mengi. Na kitu ambacho nataka kusema, God is a speaking God. He is not a silent God. Mungu ni Mungu ambaye ananena. Na the question is not, does God speak? The question is, what is he speaking to me? Sauti ya Mungu ndio tunaimulika ya sasa. Na nitapenda kwenda kindani kidogo kuangalia what you call Hebrew thought. Waebrania waliwaza nini katika jambo hili naenda kuzungumzia, alafu then tutakuwa na kipindi cha maombi. Sijui kama ulifahamu, mojawapo baada ya kuokoka ni kujifunza kusikia Mungu, alafu uende mbele ujifundishe kusikia Mungu wa sasa hivi anasema nini. Because God spoke yesterday. God spoke yesterday, but he is also speaking now. Hiyo ndio distinction, na omba uishike. Nitaomba nisiwe na sauti ya kuhubiri, niwe na sauti ya pole pole kama mwalimu anayefundisha mtoto. Na msiseme sina upako nikisema pole pole. Maana there's a problem wakati mtu anazungumza na sauti kubwa, hata kama asemi kitu tunaona amekuwa anointed. Ambia jirani yako correct your meaning ya anointing. Alright? So naomba niende pole pole sana. Nitasoma maneno machache alafu nifanye maelezo. Lengo langu ni hili. Every time Mungu anazungumza na watu, huwa anazungumza ili watu waitikie na Mungu afanye alichotaka kwa majira yale. Nitarudia hilo tena. Mungu huwa anazungumza ili watu waitikie, alafu Mungu aje kwa stage ya kufanya kile alichotumia hilo neno lifanye. Alafu Mungu ndiye wa pekee anayezungumzia watu wengi kwa wakati mmoja, na kila mtu akapata neno lake. Amen. Amen. Mungu ndiye anayezungumza. Hivi ninapozungumza hapa neno la Mungu, kila mmoja wetu atasikia neno ambalo linamhusu, na akilisikia hapa alafu lishuke kwa moyo, moyo utafanya maamuzi. Yale maamuzi ndio yanasababisha muujiza. We are supposed to be living every day seeing the supernatural. Wacha niseme amen mwenyewe. Amen. Msiposema nitakuwa nasema mwenyewe. Amen. Maana amen ni iwe hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, Mungu hazungumzi tu, analo kusudi anapoachilia neno. Lile neno linataka kuwajibika, ili unapowajibika then naye anafanya lile aliyotakana kufanya. In other words, wakati Mungu anazungumza, anajipatia majukumu na anakupatia majukumu. Amen. Yule ambaye analisikia neno la Mungu kila wakati, mtumishi wa Mungu yeyote,
Mchungaji Samora au yoyote. I think we have got other pastors. Buru, you have other pastors hapa. Tunao wachungaji wengine? All right? Na si lazima mchungaji. Anybody can speak. Na kuna jambo moja ambalo nitalieleza kwa mambo 5-6 hivi kabla tujaomba. Nataka tuombe na leo nitakuita uje uitikie kwa kile utakachosikia nikizungumza. Hallelujah. Wangapi wanaamini Mungu anazungumza? Now, I have come to discover, nimekuja kugundua kutokusikia neno la Mungu vizuri na kulielewa ni kusudi la shetani, ili usichukue hatua yoyote. Nitakupa mifano yangu. Kwa wale wote ambao umepitia majira ya muda mrefu na kuchelewa kwa jambo lolote, ikiwa uko bali hapa, I operate na kipawa fulani cha Roho Mtakatifu, word of knowledge and a word of wisdom. Bwana asifiwe. And I've realized unaweza kuombewa mara nyingi sana na usipokee, kwa sababu unaweza kuja tu kwa sababu ya haja uko nayo, lakini hujasikia neno la kufanya conviction, ya kukushawishi kwamba huyu ni Mungu anasema kunihusu, ni mimi amesema. So huwa mimi naambia watu wakati napofanya huduma, ikiwa haujapata mwamko moyoni mwako kuitikia lile neno na hatua fulani, bado haujasikia. Na kwa hiyo huenda isifanyike. That's why watu wanaweza kuja wengi, lakini si wote wanaopona. Kwa sababu kuna umuhimu sana unapolisikia neno, huwa alibaki information. Linaenda zaidi ya information. Linaanza transformation. Amen. Neno linapoishia na information, halitaenda kwa transformation. Actually, the word of God imelenga kumbadilisha mtu. Huwa tunaingia kanisani tukiwa watu wa zamani, tukiwa wa kabila, tukiwa na hali zetu za kiculture. Tuna hali fulani ambazo tuko nazo, na Mungu anapenda tunapokuja kulisikia neno la Mungu lipenye, liende mpaka moyoni, likague na liseme wewe mwenyewe peke yako, hili neno unaloendelea nalo sio sawa. Litakuzuia. Na nitakupatia mfano yangu na pale nimefanya huduma. Ni vizuri kujifunza kusikia sauti ndogo ya Mungu, kwa ajili kila hitaji ambalo linakuaibisha au linapunguza ushuhuda wa uwezo wa Mungu ni chombo cha shetani. Na unaposikiza neno, kuna kushawishika na kusema inawezekana. Na mimi ni mwanafunzi wa kuisikia sauti ya Mungu. Nimeenda mimi ni mtu medical. That's why Pastor Samora nipata School of Medicine nikienda kuhubiri. Nilikuwa nafundisha zamani shuleni mwao. Alright? Sikumbuka kama alikuwa darasa langu Pastor Samora. So nimesikia sauti nyingi sana. Kuna wakati nimeapply kwenda kufanya kazi kule Uingereza, eneo la Bedford, na nikapewa nafasi, nikalipa, nikasajiliwa, wakacheki vyeti vyangu, wakanisajili. Sasa nikatumaniwa nauli kwenda kule Uingereza Bedford. Na nikasikia sauti na uzito mwingi, usiende, kaa hapa hapa. Na mamangu mzazi akachukia hiyo sana, kwa sababu mtoto wake yoyote hajaenda nje. Sasa nilikuwa ni mtoto wa kwanza naenda nje. Na mnajua Afrika tunapenda kwenda ng'ambo hata kuliko kwenda mbinguni. Tuko tayari kulipa chochote kwenda ng'ambo.
Mtoto wangu huyo ameoa mwaka jana, nilipokataa alikasirika. Akataka kuchukia Yesu, ananikataza nisiende Britain baada ya kupata nafasi. So ndio nikamwambia utakuja kuelewa kwa nini nimekataa kwenda Uingereza. Na niyo mimi niliapply. Alright? Na kuwa cleared na Waingereza kwamba unafaa kwenda kufanya kazi pale si kitu rahisi. So kijana akakasirika sana. Akasema, dadi, kama ni kuhubiri unaweza kuhubiri pale Uingereza. Na kwa kuwa unapotembea na mtu hajajifunza kusikia sauti ya Mungu, najua ni somo zito hili, lazima umwelewe. So nikamwambia hivi, nashukuru sana kwamba mimi sijaenda, lakini wewe jitahidi uende, maana una kiu ya kwenda. Hata mimi nilikuwa na hiyo kiu. So nashukuru wakati ulipofika. Amekaa kule China miaka 6 akisoma. Basi siku anaenda, alipokuwa anaenda airport nikamwambia, sasa nenda, kwa sababu ndio ulitaka mimi niende, sasa wewe ndio uende mwenyewe. Kwa nini nilikataa kwenda Bedford na kazi nzuri? Kwa sasa nilikuwa naanza na zaidi ya 1.5 milioni mshahara peke yake. Kwa nini ukatae? Ni kwa sababu Mungu alitaka nihudumie watu fulani hapa Kenya. Na alitaka niisikie sauti yake. Na naomba leo uisikiapo sauti ya Mungu usifanye moyo wako kuwa mgumu. Na Mungu atakwambia mara nyingine mambo mazito. Mambo mazito. Mnaona hili jiwe linatolewa hapa, asante sana kwa mkakati. Hili jiwe linatolewa na kila mmoja, ni baraka. Lakini Mungu anaweza kutaka mtu hapa abebe hayo mawe yote, abebe peke yake. Je, kama ni wewe utakubali? Kwa sababu utasikia sauti. Nimeshaenda kwa kanisa, Mungu akanizungumzia, kaniambia weka hii mabati yote peke yako. Nikamwambia mchungaji, sina pesa, lakini naenda nitanunua hii mabati yote. Na nilienda nikanunua, nikapeleka. Kanisa likawekezwa. Mtu huyu. Kanisani kwetu hatufanyi harambee. Na miaka 7 nimekuwa nikihubiria wachungaji wetu jambo hilo, walikuwa hawanielewi. Lakini kuna mchungaji anakaa maeneo ya watu wa mashambani na anajenga kanisa kubwa. Na miaka 14 ndio amekuja kusikia sauti ya Mungu, maneno nilikuwa nahubiri. Kwa hivyo naomba hili jambo mlichukulie maanani. Kama mchungaji anaweza kuchukua miaka 14 kuelewa jambo moja, wacha nisimalizie sentence. Si rahisi. Ndio maana nataka kuchukua muda huu niweze kuzungumzia hilo jambo. Kusikia sauti ya Bwana inaweza kuokoa katika mauti yaliyoandaliwa na shetani. Unaweza kuepuka kifo. Unaweza kuepuka ndoa ya mateso. Unaweza kuepuka biashara ambayo itakusumbua. Haleluya. Nipungie mkono kama unanipata. Mungu alitaka mtu anapookoka kikweli na kujazwa na Roho Mtakatifu. Lengo ni kwamba Roho Mtakatifu apate kumwongoza huyu mtu kila siku. Barnaba ambaye utamkuta pale mlango wa 4 katika Matendo ya Mitume, aliuza shamba akaleta kila kitu pale kwa mitume. Acts 4:36 utaona pale. Huyo ni mtu aliyesikia sauti ya shamba ya Mungu. Ukisikia sauti ya Mungu unaweza kufanya jambo mwanadamu haelewi. Kutokusikia sauti ya Mungu kunaweza kufanya usifanye mapenzi ya Mungu.
Huwa tunafanya hivi. Zamani nilikuwa naita watu wakubwa, mawaziri, lakini sasa tumesema hivi kwamba tunapokuwa na project, kila mmoja asikize Bwana anamwambia nini. Na siku moja kweli nikawa hapa, mimi natoka hapa milima ya Taita, tukawa tumepanga harambee. Na by the way ni ushuhuda wangu, nataka usikie sauti ya Mungu. Na niko nyumbani, Mungu akaniambia nataka kupeleka kwa kiwango kingine, nataka kurahisisha kazi ya Mungu. So akaniambia hizi vitabu mmechapa na zile coupon, ukirudi Mombasa uende ucancel ile mchango. Sini hatari hiyo, kwa cancel mchango kama mchungaji wa ujenzi na vyombo. That's why nikakwambia nitatumia shuhuda zangu. Na huwa pia niliambia wachungaji wetu wasinikopi, wasikize sauti ya Mungu. So nimerudi nikatangaza madhabahuni ile harambee tulikuwa tuwe nayo mwezi wa 3, wakati huo nakumbuka, kwa nimerudi mwanzo mwezi wa 3 kutoka kwa likizo, hatutakuwa nayo. So watu wakachukulia askofu amepata mfadhili, si ni kweli hivyo Basi because nilisikia sauti very clearly, go and cancel. Na naomba hata kama ni mtu mmoja asikie sauti vizuri, kwa jambo lolote litakuokolea. So tulikuwa tunahitaji vyombo na vitu vingine vinavyohitaji pesa nyingi. Kwa hivyo tuliandaa mchango, wazee wakakaa na mimi tukakaa tukapanga, and then God tells us cancel. It's not easy when you begin to walk that way. So nikatangaza madhabahuni tumecancel. Lakini nilipoenda kupata juice baada ya kuhubiri, nikaona shetani akanijilia. Sio ngapi mshasikia shetani pia huzungumza. Akaniambia kama ushawahi kufanya makosa ndio leo. Na sasa hakuna kitu kitafanyika, maana we mwenyewe ndio mchungaji na umekataa. Sasa hakuna kitu kitafanyika. Na nikaanza kuteseka pale kwa meza, nashindwa kunywa juice. So hatimaye nikaanza kusema kweli nimefanya makosa. Kucancel. Sasa nikauliza nifanye nini? Sauti ile ikaniambia pana, nilikuzungumzia. Kuna jambo nataka kulifanya ambalo halijafanyika kwa hii kanisa. So nikiwa pale nimetulia, mtu akaja na t-shirt. Na nini? T-shirt ambayo si mpya. Na mjumbe wa Mungu anapokuja amezungumziwa pia, anakuja kuzungumzia aliyezungumziwa. Is that right? Anakuja kuzungumzia aliyezungumziwa. Because God is a speaking God. Our God is not deaf. Mungu wetu si bubu, anazungumza. Hata sasa hivi anazungumza. Mpigieni Bwana makofi. Anazungumzaga na hata sasa anazungumza. Ni jukumu letu kujifunza kusikia vile anavyozungumza. Because hiyo ndio maana ya kuokoka, tuweze kujua lugha ya Baba yetu wa mbinguni. Tujue anafanya nini. Warumi 8:14 anasema as many as are led by the Spirit, those are the sons of God. Wale wanaoongozwa na Roho, hao ndio nani? Wana wa Mungu. Wale wasioongozwa na Roho sijui wanaitwa wana wa nani, tutajaza wenyewe kila mmoja. Ambia jirani yako jaza mwenyewe. Manake labda mlipo mnataka niseme kama uongozi na Roho Mtakatifu wewe ni mwana wa, utajaza mwenyewe. Lakini maandiko yamesemaje? Kama kuna msomaji anaweza kusoma haraka haraka. Mungu anaongoza kwa sauti yake ndogo ili awapeleke wanawe mahali wanatakiwa kufika. Praise the Lord. Can I hear that one? So anapotafuta msomaji,
Mtu akaja na t-shirt iliyochakaa na hakuonekana amekaa vizuri kifedha. So pale nilipotangaza kwamba tumekansel harambee, nilizungumza hivi: kila mmoja msikize Mungu, alafu ulete kile Roho anakuambia. Kila mmoja sikiza Mungu, alafu ufanye nini? Amen. Leo nataka kusema hivi, ambia jirani yako sasa, napongojea andiko kama msomaji mpata. Zungumza na jirani yako, mwambie sikiliza sauti ya Mungu, alafu fanye anavyokuambia. Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, basi una uwezo wa kusikia sauti ya Roho. Sema amen kwake. Amen. Amen. So yule mtu akaja akaniambia, baba, Amen. ulipotamka maneno madhabahuni, Amen. nimesikia very clearly. Tukutane kesho bank, nikupe ile pesa yote unataka. Amen. Hallelujah. Huyo ni Mungu, si Mungu? Hiyo ni Mungu. Amen. Amen. Viongozi wale watu wanasikia sauti ya Mungu, hawahitaji kusukumwa au kutishwa. Amen. Wamesikia na wanakuja wenyewe. Amen. Hata usipowaita kwa madhabahu watakufuata. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, mshangilieni Bwana. Sauti ya Bwana ni nzuri. Amen. Mtu asiyesikia sauti ya Bwana ni kama kiziwi. Yes. Hawezi kusikia utamu wa nyimbo. Hasikii. Kiziwi. Hajui sauti. So yule mtu akaniambia, nikamuuliza, unajua bado wakati Mungu anazungumza na wewe hujazoea, unataka kuhakiki. Nikamuuliza, unajua ni pesa ngapi? Yes. Unakumbuka ni pesa ngapi? Kaniambia, najua. Nimekuambia tukutane bank kesho. Ni kama nauliza, wewe uko na hizo pesa kweli? Na ukavaa t-shirt kama hii. Unajua Mungu aliyekuwa ananizungumzia alijua kuna mtu ana hicho kitu, ana hizo fedha zote. Na alijua atamzungumzia, bora mimi nije nitamke kama alivyoniambia, ili yule mtu asikie sauti ya Mungu kupitia kwa nani? Na hiyo ndio kitu moja nataka niwaeleze. Sauti ya Mungu inakuja kupitia kwa mtu. Actually, poleni kwa wale mnataka kusikia halo halo halo, mimi ni Jehova. Mimi ndio Jehova mwenyewe kutoka mbinguni. Sauti ya Mungu inapitiaga kwa mtu, na mara nyingine inaweza kuwa ni mtu usiyemtazamia. So yule mtu nikamwambia, akasema, nimesikia kuna sauti mimi mwenyewe nimesikia uliponitamka tu hivi. Kweli kulichofanyika, nikashikwa na mkutano fulani, sasa nikachelewa kwenda bank. Akaenda bank akatoa zile fedha zote. Alafu akaniuliza, uko wapi? Mbona nimekusubiri? Nikamwambia niko mahali fulani kwa mkutano. Akaamua kuja. Sasa mahali nilikuwa tumekutana kuna kakichochoro, akatoa zile pesa zote na mkono hivi, bunda kubwa, maelfu. Nikamwambia, ficha hii pesa. Ficha hii pesa, hapa kunaweza kuwa na watu wabaya. Because ni pesa ilikuwa nyingi. Na kama hujashika pesa nyingi, kawaida unakuwa na nini? Akaniambia, hii pesa kidogo pastor. Hii ni pesa kidogo, wacha kuwa na wasiwasi. Sasa sijawahi kufikiria huyu mtu anakuwa na pesa. Ambia jirani yako, usinione hivi, naweza kukushangaza. Hallelujah! Hata nimegundua watu wanaovaa vizuri sana hawana pesa. Yule mtu ako na pesa kabisa, huwa havai kipesa.
maana amejiamini. So akanipa pesa njiani, nikapata shida, nitapita na wapi watu wasinione hizo pesa, nitaziweka wapi? Hazitoshi kwa koti, hazitoshi kwa jacket. Lakini ukweli alinipa hizo pesa ambazo Mungu alinizungumzia ni cancel mchango. Ambia jirani, Mungu anazungumza. Sasa tatizo ni kwamba nani huwa anasikia sauti ya Bwana? Ni nani anasikia sauti ya Bwana? Na ni nini kinafanya mwana wa Mungu abahatishe wakati Mungu anataka kuongoza? Nataka kutangaza bila hofu, sehemu kubwa ya mahitaji na matatizo yetu ni kwa sababu hatukusikia Mungu anasema nini hata alipokuwa anazungumza. Leo ukisikia maneno ya Mungu na ukachukua hatua, shida zako zitaisha. Pigie Bwana makofi. So akaniambia, mchungaji, nashukuru sana, nimetii Mungu. Ulipotaja nilisikia Mungu amezungumza na mimi, na hizi pesa nimeshamaliza, nasikia amani. Alafu akaniambia, na hizi ni za kwako, unywe chai. Unataka kujua ni ngapi? Hiyo si ya leo, nitakwambia siku nyingine. Lakini ilikuwa si pesa kidogo, ni chai kubwa. Nilifika nikamwambia Mungu, kama naweza kupewa chai nzito namna hii, basi wewe ni Mungu. Endelea kuzungumza na mimi. Endelea kuzungumza na mimi. Sasa nikaanza kuwa mwanafunzi, na leo nakuomba uwe mwanafunzi. Hiyo hitaji lako na hali yako. Baada ya kusikiza Mungu hapo, Mungu amenipeleka mataifa. Nimezaliwa kijijini, lakini nimeenda mataifa mengi. Nimesafiri kwa masaa kwa ndege na nikalia kwa ndege. Nikasema mtoto wa kijijini leo anasafiri maili nyingi. Mtoto wa kijijini, kwa sababu ya kusikia Mungu, nikaanza kusafiri na ndege hewani. Nikaenda mataifa, watu wakanisikiliza, Mungu akafanya mambo. Nilikuwa Nigeria mwaka juzi, na nikapelekwa kwa askofu fulani mkubwa ambaye ana madharau kwa wahubiri hawajui. Akanipa dakika 15 kuhubiri. So apostle alinipeleka pale, nikamuuliza kwa nini ulinileta hapa? Akasema nimesikia una kitu, hawa watu wanahitaji kusikia. So akanipa 15 minutes, akaniambia ukipitisha dakika moja ni shida sana kwa huyu mzee. Nikamwambia nitahubiri dakika 10, nitamwachia 4 na nitakuwa nimemaliza. So nilipohubiri dakika 7 na nasema sasa namaliza, akaja akaniambia nimesikia sauti ya Bwana, naomba uongeze nusu saa. Naomba uongeze nusu saa. Nilipofika dakika ile nusu saa, nilipofika nusu yake, akaniambia ongeza lisaa lingine. Then akaniambia nataka nikulete kwa dhehebu langu lote uje uwazungumzie. Naomba unipe wiki 2. Nikamwambia narudi kesho Kenya. Akaniambia tutalipa ndege yako. Nikamwambia nina mkutano Kenya unanisubiri. Akaugua sana na akaniambia sasa apostle anashangaa sana, na usikize sauti ya Mungu. Utaenda mahali na utatamka maneno, watu watasikia Mungu mwenyewe. Akaenda akachukua chupa kubwa ya mafuta, akaniambia nataka hao viongozi wangu wote wapake mafuta. Apostle yuko hapa, haamini macho yake. Na hatuelewi, mimi niko na ubiri dakika zangu 10. Hakuna mtu atakudharau ukisikia sauti ya Mungu tena.
Na kuomba usibishane na mtu, sikiliza sauti ya Bwana. Usibishane na mtu. Wewe sikiliza, fanya. Ambia jirani, sikiliza, fanya. Kama ni kutoa, sikiliza, toa. Natumia hizi mfano ninaposoma. Nani ampata andiko? Soma. Una microphone? Soma. Nataka kukusaidia. Wokovu hujaja hapa kusota na kusumbuka. Jamani, watoto wa Mungu mnanisikiza? Haujaitwa na Bwana kuja kubahatisha na kuhangaika. Maandiko yamesema njia ya mwenye haki huwa inang'aa na kuzidi kung'aa. You are going to become better and better. Amen. I declare the word of God over your life. You are going far. Amen. But you must hear the now voice of God. Hiyo ndio siri yako. Na unaweza kusikiza wakati si msomi. Hauhitaji kuwa msomi. Ijapo kusoma ni kuzuri, but you can hear the voice of God. The only thing, hear and act. Mshangilieni Bwana kama unanipata. Soma. Warumi 8:14 inasema, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Nani anayeongozwa na Roho? Na Mungu anaongozaje? Hao ndio wana wa Mungu. Wangapi mngependa kumanifest? Nimeona hapa, it is the season of, the Bible says in Romans, soma Romans 8:19. Soma Romans 8:19. I don't know kama ndio verse ilikuwa kwa kasisi alipata Luke 1:80. Nataka niongezee verse nyingine, muongeze kwa ile. Amen. Utaongeza kwa ile ya manifestation. There is somebody hapa ambaye Mungu anakutanisha kwa manifestation. Amen. Do you know how to manifest? Watu hawakujui ni mpaka umanifest. Ni mpaka uonekane wewe ni nani. Watu watakudharau kama hawakujui ni nani. Huyu mtu aliyenipa hizo fedha nyingi, siku hiyo nilianza kumheshimu. Bila kujali t-shirt yake iliyochakaa. Kwa sababu alimanifest. Wangapi mnataka kumanifest? Hallelujah. Punga mkono vizuri kama unataka kuonekana. Soma hiyo 8:19. Warumi 8:19 inasema, kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa nani? Kwa wana wa Mungu. Inamaanisha wana wa Mungu wamefunikwa. Today we are removing any cover that is upon your life. Wangapi mnajua kuna kifuniko kinafunikwaga na shetani? Yaani kwamba usionekane we ni nani. Today we can destroy that cover by hearing the voice of God. Tuna mabillionaires hapa. Tuna servants of God hapa, women of God. Tuna watu ambao mkimanifest Taveta itajua we ni nani. Na leo nakataa usiitwe na nino na nio. Leo utaitwa by your name. Mshangilie Bwana, simama ushangilie Bwana kama light is coming. Shangilia kama nuru fulani inakuja kwako. I want to declare, young men wale mko hapa, ukimanifest hautakataliwa na msichana yeyote ambaye anatumwa kwako. Ukimanifest, ukienda kwa interview, watu wataona the Son of God, alafu hata kukataa. Ukimanifest, utaenda mahali popote. Hata laana ambazo zimetamkwa hazitakuweko za kukuzuia. Maanake umedhihirika. Sasa umefunikwa, umejifunika. Inuka, sikia sauti ya Bwana, jitokeze, uende mbele. Shangilieni Bwana na vigelegele. Glory to God. Viumbe, ukisoma Kiingereza sema creation is groaning. Viumbe vinaugua kwa
sababu watoto wa Mungu wamefunikwa. Watoto wa Mungu hawajasikia sauti yake ili waende mahali wanaitwa kuenda, ili watoe kile ambacho Mungu ametaka. So wamefunikwa. Wangapo wanasema leo ni mwisho? Ikuwe mwisho kabisa. I have seen maskini waliofinyika, hawana pesa, wanakuja kanisani na miguu, na Bwana akawainua na pesa zikaanza kuwatafuta, hawaja kuwa na shida tena, na wengine wameendesha magari. Mshangilie la fuketi. Wapendo, tunatafuta mambo mengi sana, lakini kujifundisha kusikia maneno machache ambayo umehakiki kwamba ni Mungu anakuambia na ukachukua hatua. Praise the Lord. Wangapi tayari umeweza kusikia unaenda mahali sasa? Hebu nione. Kama usikii bado, wewe uko mbali sana. Nahitaji tukuite kwa kikao ofisini tukuombee. Kuna environment, mazingira ya kufunuka, manifest, yanaandaliwa na Mungu, yanatoa hofu, yanakupa ujasiri, hauogopi ni nini unafanya. Kama unatoa, hautoi kwa kufinya kama Colgate, unatoa tu kabisa kumtolea Bwana, na unasema nimekuamini Mungu, wewe ndio Mungu wa fedha na dhahabu. Unamtolea, umehakikisha, maana sauti yake imekuambia. Naomba leo watumishi wa Bwana mko mahali hapa, sikieni sauti ya Bwana. Sikieni sauti ya Bwana. Na sisemi utaanza kusikia throughout. Kuna mambo machache ambayo nitakunenea na nitataja tu kwa sababu ya muda. Ukianza kusikia sauti ya Bwana unaanza kuwa na hakika. Many years ago nilikuwa Bible school na mwalimu wetu akasema, nyinyi wanafunzi mnaamini katika kufufua wafu? Alafu akatuchallenge akasema, kuna watu mmezika, mlitakana muwafufue. Mnafanya burial service, hamjafanya service ya kufufua. So one time naitwa na mshirika wetu ambaye alikuwa amezaa mtoto, na nikamaka huyu mama. Alikuwa anakuja kwa maombi hadi alipokuwa na tumbo kubwa, ile wamama wanasema anakaribia kujifungua na haji, lakini alikuja kanisani mpaka siku ya mwisho. So alipojifungua ile mtoto akaja akafa. So wakaniita niende nisaidie kama kucertify hivi ili wapeleke maiti mochari. So nikaenda na huzuni sana, maana yule mama, nilipenda yule mtoto nimuone, kwa sababu mama alikaa kwa maombi tangu, yani alikuwa hakosi maombi, na kija naomba kabisa, mpaka alipoambiwa wa mama kanisa anamwambia hapana, usije maana unaweza kuzalia hapa kanisani. Mama alikataa, akaja kwa maombi. Sasa mtoto amekufa. Sasa nikaitwa, mimi mwenyewe nalia moyoni, lakini sikujua Mungu ananipeleka pale kwa ajili ya muujiza. So alipofika pale, Mungu akaniambia, sijakuita hapa uje kufanya kazi ya kidaktari, nimekuita hapa kama mjumbe wangu. Na akanipa maandiko, akanipa na wimbo. Akaniambia, ambia watu waliokuja kwa matanga haya waimbe wimbo huu, alafu wasomee maandiko haya. Nenda tu kwa yule mtoto wa kuambia ameweka mwili wapi, ukimwekea mtoto atainuka. Wangapi mnaweza kuamini jambo kama hilo? Kwangu ilikuwa ngumu. Wewe nafikiri una imani kuliko mimi. Kwenda kufufua mfu ndio kitu mhubiri anaogopa. So imagine, nikaenda nikaweka mkono kwa mtoto na mtoto akainuka. Na kwa bahati nzuri alikuwa na nyanya
ambaye hamjui Mungu, ni mganga na hamjui Mungu kabisa. Nyanya akastuka. Mungu akaniambia, nyinyi ndio hamwamini naweza fufua. Kazi yenu mnazika tu. Ambia jirani yako, next time mnapoenda kuzika sikizeni sauti ya Mungu. Ambia jirani, Mr. Mburu, next time mkienda, hata kama kasisi hajasikia, mwambie kuna kasauti nasikia ya kufufua na ya kuzika. Nilitia sauti ndogo na nikaingia kwa historia kwa wale waliofufua mfu. Bwana asifiwe sana. Wacha niwaambie kitu. Ukiomba na mfu afufuke, unapata imani ya kiwango kingine. Unaanza kujiamini. Unajua watu jiamini hata sisi wahubiri. Huyo mtoto nikamtamka atakuwa ambassador. Kamtolea unabii. Sasa hivi anaenda grade 9. Alifufuka kabisa. Oh, glory to God. Glory to God forever. Siri haikuwa tu kuomba peke yake. Siri ilikuwa ni sikio kusikia, alafu moyo ukubali na ufanye hatua. Mimi sikuenda kusema katika jina la Yesu. In fact, wimbo uliokuja ni huu. Vunja ngome za shetani tuvunjeni. Vunja ngome za shetani tuvunjeni. Haribu ngome zake, haribu na ufalme, shambulieni ngome zake. Haleluya, utukufu apewe aliyepokea mamlaka, asifiwe milele, ndiye Bwana. Wale mmeokoka karibuni, wale mlioko karibuni hamjui wimbo. Hizo ndio nyimbo za zamani hizo. Zilikuwa zinaimbwa, pepo zinalipuka, watu wanaanguka chini. Wimbo tu peke yake. Tulimba wimbo nikaweka mkono. Hata sikusema, oh, sijui nini na nini na nini. Unajua Yesu hakuwa anaomba maombi yetu. Lazaro, mtu ananuka. Wangapo nasikia kuombea mfu? Bado haijaingia Aya, enda nayo polepole. Endelea kuijenga. Na usijiamkie. Sikia. Neno moja, jifunze kusikia sauti ndogo ya Mungu, alafu itikia. Unaweza kusikia na usichukue hatua. Wangapo wamenielewa? Wangapo wanasema hata nikifunga hapa inatosha? Nifunge ibada hapa nimalizie hapo. Bado unataka kusikia? Haya. Wacha nikupe vidokezo. Wacha nikupe ushuhuda mwingine. Wajua injili hii ni vizuri iwe na ushuhuda. It is not information, it is transformation. Nimeenda kwa kesha, wakati huo ninafanya kazi kwa hospitali, wale mnajua Pandia Memorial Hospital. Nasikia sauti kwamba mpe Bwana mshahara wako mzima, alafu utasahau matatizo yako yote yale uko nayo ambayo utakani kusumbukia kama mwana wa Mungu. Sasa mamangu ni mjane, ni mimi na msupport, nina family. Sasa kweli hiyo ni sauti unaweza kukubali? Hebu tuzungumzianeni kama wanadamu. Manake nikiwa chuoni kuna ndugu aliyeleta mshahara wake tena akarudi kutuomba, sababu nyumba ilikuwa inafungwa. Sasa nataka utofautishe ni Mungu na mwanadamu. Usifanye kama hujahakikisha. Lakini kuna vihakikisho fulani. So nikamwambia mke wangu, nimesikia sauti kiniambia niende kiwango kingine cha uchumi, nitoe mshahara wangu. Na nasikia kuitii sauti.
Akasema kama Mungu amekwambia mimi sitaki kuwa kikwazo. Wewe ndio baba kwa hii nyumba. Unajua tutakula nini? Wewe unajua. Sasa fanya vile. Yaani mimi nilipata wife, sikupata knife. Najua mke akiwa knife na si wife, anakwambia he, tajua mwenyewe. Anavunja na kuzimisha ile sauti. Sasa mke wangu, nafikiri mshamuona hapa, akasema fanya vile Bwana anakuambia. So nilitoa mshahara wangu mzima kwa kutii sauti. Usiogope kutoa kama ni Bwana amekuambia, na Bwana atakupa mzigo. Fanya. Usiige kama Anania na Safira. Fanya kwa imani kama umesikia sauti. Nasema na wewe, fanya kwa imani. Hiyo ndio utatoka kwa mitego na vifungo, kwa kusikia sauti ya Bwana. So nikatoa na sina wasiwasi nitakula nini, na mimi sijazoea kuombaomba au kukopa. Sipendi kukopa, na mikopo yangu nimeomba ni ile ya mjengo, nataka kufanya project. Lakini sijapenda kwenda kwa ndugu nikopeshe, sijazoea na huwa sipendi. Sasa nimetoa, lakini kwa free naendelea tu. Mke wangu ananiangalia tu, na nimemwambia nishatoa yote, na sifanyi biashara nyingine mpaka mwezi ule mwingine. So niko nafanya kazi na amani. Unajua kitu moja unasikia ni Mungu amekuambia una amani. Kuna amani. Na ukianza kuzoea kutembea hivyo, hutakuwa unasumbuka kama mtu anayeanza. So katu niko free. Na nikapigiwa simu na mtu, nikamwambia tuna wazungu hapa wametoka Finland nini, wanataka kwenda kuona wanyama Tsavo. Lakini wamekosana na Pullman's Company. Sasa wewe tunaona unatoka huko Tsavo, si wewe unaweza kuwapeleka? Mimi mwenyewe sijaingia Tsavo, ijapo nimezaliwa huku Tsavo. Huku sijawahi kuingia kwa mbuga. Hiyo ndio maajabu yetu. Ambie jirani yako kama unatoka hapa, enda uone wanyama Tsavo ndani. Enda uangalie wanyama. Sasa akaniuliza unaweza kuwapeleka wageni? Nikamwambia yes, ndio. Ni kama sauti ya Mungu tena inaniambia itikia. So nikamwambia naweza. Basi akaniambia kesho asubuhi anafikia niko na gari. Na mimi sina gari. So nikaenda pale feri pale Likoni, nikaangalia matatu mzuri ile mpya. Nikamwambia tufanye kazi kesho bwana, hapana kuzunguka. Tukaenda mpaka Tsavo. Do you know nilipata zaidi ya ule mshahara wangu nilitoa. Alafu Mungu kwa neema yake, ukisikia sauti ya Bwana, Mungu anakutangulia. Siku hiyo walitaka kuona the big five, wale simba. Siku hiyo wanyama ni kama waliitwa na Mungu, kujeni wazungu waone. Wakasema you are a very good tour guide. Na mimi nikasema ya. Wakati ninaposhangaa na mimi nashangaa. Jamani, shangilia ni Bwana. Kusikia sauti ya Bwana ni kuzuri. Sasa wanafikiria mimi nimeona hawa wanyama, lakini wakiangalia na mimi ndio huyo. Ni Bwana amefanya, amewaleta niwapeleke wakaona wanyama. So ile ada tulipatana, wakanipa ile ya kushukuru good tour guide. So nilirudi niko loaded. Nikamwambia mama, ile pesa zaidi ya mshahara nimepata kwa one day. Oh, hallelujah. Simama ushangilie Bwana pamoja na mimi. Naomba usikie sauti ya Bwana. Hakuna anayesikia sauti ya Bwana anaweza kupotea. Tunaharibikiwa na mambo kwa sababu hatujajua sauti ya Bwana. Na nena kusii, anza kutengeneza tabia za kusaidia kusikia sauti ya Bwana. Na Mungu atakuzungumzia more clearer wakati umetii ile mara ya kwanza anapokuzungumzia. Tii kwa maagizo madogo. Jifunze kutengeneza mazingira ya kumtii Bwana kwa matangazo madogo hapa. Leta jiwe au unaenda tu unakimbia ukienda kutoa jiwe lako moja. Hivyo ndivyo unaanza. Lakini toa jiwe.
Ile jiwe, kwani tunatoa kila Jumapili. Tayari unafunga masikio yako ya kusikia sauti ya Bwana. Si kuna watu hapa mjatoa jiwe na una jiwe. Sasa unarudi nalo nyumbani. Hiyo jiwe litaziba sikio lako. Wale mjatoa, nafikiri mnaniangalia vibaya sana. Mimi ni mtumishi wa Bwana. Nimekuja kukuzungumzia wewe. So, nikapata pesa zaidi. Zile pesa nilikuwa nafanyia mshahara kwa kutoa kitu inaitwa malimbuko. Sema malimbuko. Kama vile Bwana alivyoniagiza kwa kesha. Haleluya. Keti. Natoa mfano wa mwisho alafu nikupe hizi, nataka uandike, kuweka kalamu tayari sasa. Mfano wangu wa mwisho katika experience yangu, nimechagua tu zile, na hii si ya kitambo sana. Nimemaliza kuhubiri kama hivi ni ubiri hapa. Mungu akaniambia, kabla hujaenda, kuna wamama hapa wamesumbuka sana kupata ujauzito. Nataka waite sasa hivi kwa ofisi na utamke neno na uambie wote watazaa. Mr. Mburu, don't do that kama Mungu hajakwambia, because utaonekana mhubiri mwongo. So walikuja wamama 5 hawajapata uzazi miaka mingi tu. Walipokuja hapa nikawauliza, mnataka watoto? Nikamwambia swali langu la kwanza, nyote mna mabwana? Najua kuna vituko kanisani, wamama hawajaolewa lakini nataka mtoto. Sasa utampataje? Kauza, mna mabwana? Wote wakasema tuko na mabwana. Sasa nikauza, mko tayari niwapatie agizo ambalo Mungu amenizungumzia sahihi? Hili si jambo lilipanga, lakini narudia tena, mtapata watoto. Mnaamini? Haya, nikasema nasema kama vile Bwana ameniagiza, mtapata watoto. Na nimemaliza kuhubiri, hilo jambo lilikaja. Kwa hivyo tujiandae kupata watoto. So lakini Mungu amenipa agizo hili. Nikawapatia agizo Mungu alinipatia. I am happy to announce to you the 5 women, all of them have given birth. Hiyo shangwe, uelewi wale wa mama walingojea watoto kwa muda gani? I don't say this kusema mimi ni mhubiri mashuhuri. Na sijasema hivi kama hujapata mtoto useme sasa ni lazima uniombee leo. Aiendagi hivyo. Nilisikia. So wale wa mama, mmoja alikuwa very excited mpaka kaniletea 20,000 shukrani. Mmoja. Na hajawahi kunipatia hata ndururu. Naomba watu wazae tupate sadaka. Haleluya. Sema, Yesu wewe ni mzuri. Nisaidie kusikia sauti yako. Sasa niko na nyingi. Unajua kama wewe ni Mkristo, ukiona maajabu ya Mungu unachangamka sana. Na hata sifa zako zinabadilika na maombi yako yanabadilika. Lakini kama huoni, huwa unakaa kama ni mganga sijui nani nakaa, kwa sababu Mungu alituumba tuone maajabu yake. Open my eyes that I may see the wonderful things in your word. That is Psalms 118. Psalm 130 verse 18. Open my eyes that I may see. Sauti ya Bwana. Sasa nataka nisome mambo machache hapa, niupatie mikakati, alafu nataka tuombe. Kuna watu aina 3, watu ambao hawasikiagi sauti ya Mungu kabisa, hata mahubiri yafanyike, hata miujiza ifanyike, hawasikii Mungu anawaambia nini.
Alafu kuna watu walikuwa nasikia kitambo, lakini sasa hawasikii. Narudia tena. Kuna wale hawasikii kabisa, ni kama viziwi. Wanasikizaga tu neno, wanaandika notes, lakini hakuna kitu cha kibinafsi wamesikia. Nataka niombe na wewe leo. Every time unapoenda kwa service na hujapata a word for yourself to activate you to do something, there is something with your hearing system. Inahitaji maombi. Certainly you can hear the voice of God, because that is the beginning of a change in your life. Number 2 ni wale watu waliosikia Mungu lakini hawasikizi tena. Nitakuonyesha aina hiyo. Mafarisayo walikuwa hawasikii sauti ya Mungu, ndio maana wakamua Yesu. Maneno ya Yesu yalikuwa yanapingana na yao. Maana sauti ya Bwana ya sasa hivi ndio akasema, mlisikia msizini, lakini sasa nasema. Wangapi mnasikia sasa? Mlisikia amri ya Musa ilisema msizini, lakini sasa nasema ukitamani. Umeshazini tayari. Unasikia ilisemwa na sasa. Yesu anakuja kama the now voice of God, na sasa analeta neno lile ambalo litasuluhisha matatizo. Wayahudi walikuwa wanatamani, lakini walikuwa wanaona dhambi ni kufanya uzinzi. Kumbe nyakati hizi ukitamani umeshazini. Ni kitendo tu hujafanya. Basi jamani, tuko na wazinzi wengi, watumishi wa Bwana, dunia ina wazinzi wengi hata kanisani. Na vile watu wanatamani. Ni washauri, msimalize watu wa Mungu. Mnapovaa vaeni vizuri. Hasa kwa hawa ndugu, hawa watu wa troza hawa. Majaribu yao kwa kuona. Naomba mfunike maziwa yenu vizuri. Funikeni miguu yenu na mapaja vizuri. Msifanye mtu akaingia kwa mzizi. Jamani, nawasaidia. Wadada, mmeniahidi hamtaua mtu hapa. Fanya hivyo kama utamaliza mtu. Manake tunaishi na kati mbaya. Hata mhubiri, siku hizi wahubiri wanapanda na skati, halafu tena na ubiri anageuka. Hawa ni wauaji wa leo. Maana Yesu alisema ukitamani, ilisema usizini, lakini ukitamani umezini tayari. So tunahitaji tuishi kwa hekima. Nani alikuambia kila ndugu ameokoka vizuri, amejazwa na Roho? Si wote. Wengine wanafanya hivi. Wangapi mmeona vile nafanya? Anasema Mungu. Sasa njia moja, tuvaeni vizuri, tusifanye nini? Tusimalize mtu. Na jana nilihubiri jambo kwa harusi. Haleluya. Pigieni Bwana makofi kama mnasaidika. Akasema, iliandikwa, ilisemwa, Mungu alisema usiue, lakini sasa nasema ukichukia umeua. Kwa sababu Yesu analeta neno la sasa, sauti ya sasa, ni kwamba tusikie Mungu vizuri zaidi. Maana kitambo uje kuua mtu umemchukia moyoni mwako. Kitambo uje kufanya kitendo cha zinaa umetamani moyoni. Sasa Yesu anataka kuponya moyo. Ambia jirani, sauti ya Mungu ya sasa inataka kuponya moyo wako. Manake ndani ya moyo ndio kuna shida. Jamani, pigieni Yesu makofi kwa kuwa ameleta neno la sasa. Nasoma andiko haraka haraka sasa. He that has an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. Revelation 2:7. Ufunuo. Aliye na sikio asikie kile Roho anaambia makanisa.
Roho anazungumza na makanisa. Anazungumza na kanisa la Redeemed, anazungumza na kanisa la Soul Harvest leo. Roho anazungumza na kanisa. Kanisa si nyumba, kanisa ni watu, ni mimi na wewe. Roho anazungumzia watu ili wapate kutoka mahali pale wamewekwa na hali fulani, na lazima anatumia sauti. So mhubiri ni mtu wa muhimu sana, manake ni kipaza sauti cha Mungu. Amen. Mungu bado anazungumza. Ni challenge ni kwamba watu wasikize sauti yake. Ni mwangu kuna ibada yetu ya tatu inakuwa ni ibada ya vijana. Kijana mmoja akawa anazungumza pale. Ninakula chakula ofisini na nikaacha chakula. Nikaanza kusikia sauti ya Mungu. Nikauliza huyo kijana ni nani? Nikabidi nimuone. Nikamwambia Mungu anakutumia. Nimesikia maneno ya Mungu kwa maisha yangu kupitia mahubiri yako. Mungu anaweza tumia chombo chochote. Tatizo linakuwa kwa msikilizaji. Ukiona move ya Mungu inatembea katikati ya watu, ni kwa sababu they have heard a voice. Wanameruhusu Mungu anene na wao na wako tayari kuchukua hatua. Sasa kuna jambo nataka kulisema hapa. Sauti ya jana inaweza kufanya usisikie leo. Mungu anazungumza kila wakati. Amen. Musa, naenda haraka sitasoma andiko yale. Katika kitabu cha Kutoka, I think should be chapter 18, anasema Musa akaambiwa, watu walilia hawanataka maji. Alafu Musa akaambiwa, chukua fimbo, piga mwamba. Musa akapiga mwamba na ukatoa maji. Kwa sababu ni sauti ya Bwana. Alipiga mwamba, maji yakatoka. Watu wakanywa. Haleluya. Ndio maana nilianza na ushuhuda zangu. Mungu akizungumza haipingiki, hata kuwe na mchawi, hata kuwe na nini, haipingiki. So Mungu anazungumza tena Musa, shida hiyo ya kiu na maji inatokea tena. Mungu anamwambia Musa, sikiza sasa, lazima uwe makini kusikiza jana na leo tena usikilize. Sasa hii Mungu anabadilisha muundo. Anasema zungumuza na mwamba. Are you getting me? Alisema piga, sasa anazungumza nini? Zungumza. So tatizo la watu ambao wanasikiza mara moja, hawasikizi tena. Wanafanya tradition, nasema you make a tradition out of the voice of yesterday. Ndio dini zetu. Hizi dini zetu msione kwamba hazilikuwa hivyo. Ni watu wa kwanza walisikia neno, lakini wakabakia kwa lile neno. Wakati Mungu alituma roho wake akae ndani ya watu, wakabakia pale. Padri ndio anasikiza, ndio alete. So Musa naye pia, kwa sababu aliona alipiga mwamba, sasa this time pia akapiga. Wangapi mnakumbuka maandiko haya? Badala ya kuzungumza na mwamba, because aliona hii mawe maneno tu, akapiga na Mungu akakasirika. How many of you know Mungu alikasirika? Akamwambia sasa hautafika pale nilitaka uende na wana wa Israeli. Na akasema Mungu alikasirika kwa sababu hakumwamini kuzungumza. Ambia jirani yako, vile ulivyofanya jana muujiza ukafanyika, yawezekana Mungu anataka afanye kwa njia nyingine. Zungumza na jirani yako. So usimzoee Mungu. Usimzoee, anataka kupatia jambo la kufanya. Usizoee Musa, Yesu akija utamkataa. Usizoee sheria, Roho akija utampinga. Wayahudi walibakia, Musa alisema, ndio Musa alisema, lakini sasa pia Mungu anasema. Wangapi wananipata? Now quickly as you prepare. Yesu alisema maneno haya Yohana 10:27. My sheep hear my voice. My what? My sheep hear my voice. And I know them, and they follow me.
My sheep hear my voice. Sio, not everybody anasikia sauti ya Yesu. My sheep, kondoo wangu wanasikia sauti yangu, na mimi nawajua. Naomba msione na watukana How many of you know kanisa liko na mbuzi na liko na kondoo ndani ya kanisa? Na tafadhali, sijasema wewe ni mbuzi, sijasema hivyo, nasema kanisa lina mbuzi na kondoo. Sasa wewe ni nani? Mimi nishawahi kuchunga mbuzi. Ni kazi ngumu sana, maana hazisikiangi. Wangapi mmechunga mbuzi? Ni ngumu sana mbuzi, kuchunga mbuzi. And Yesu akasema atatenganisha mbuzi na kondoo. Na nikafikiria, basi Bwana, mimi nataka niwe kondoo, niwe nasikiaga sauti yako. Na kuna jambo ambalo I'm sorry, I'll not go deep into it. Sikiza vizuri. Kuna kitu hapa nimeandika, the Hebrew understanding of hearing. Now, ili tujirishe kuomba, kuna mambo nitayaacha, nikirudi siku nyingine nitashare na nyinyi. Sikiza hivi. Mwebrania akisema sikia, hajazungumza about information, anazungumza kwamba fanya hatua yale mambo umesikia. In other words, nasema hivi, Mwebrania au Mwisraeli wakiambiwa sikia sauti ya Bwana, maana yake ni kwamba vile imeambiwa chukua hatua. In other words, Mwisraeli kama umesikia na hujafanya kitu, kulingana wao haukusikia. Now, wajua maandiko haya hayajafafanuliwa, ndio maana unahitaji kufunza Kigreek na Kiebrania ndio uelewe maana. Sasa hao watu wakati uchukue hatua yote wanasema hujasikia bado. Manake kusikia, akisema nimesikia, ni ile hatua anachukua ya utiifu, ndio anasema amesikia. Lakini kusikia na kuna matendo, wanachukulia kwamba hujasikia. So Mwebrania akikuuliza umesikia, anauliza umeanza kutenda. Kama hujatenda, ni sawasawa na yule ambaye hakuwepo. Yaani kwa lugha yetu hapa, kama umesikia utakuwa tofauti na yule hakuwa kwa ibada leo. Nipungie namna hiyo. Kwa hivyo kuna watu wako lakini hawako. I hope, ambia jirani yako, I hope si wewe. Yaani uko tena hauko. Maana yake hakuna chochote. Yaani yule hakuwa ibadani na yule yuko hawatakani kuwa the same. Because wale waliosikia ndio watafanya, ambao hawakuja waulize wenzangu tofauti yako ni nini. Alafu utamwambia ni kwa sababu hukuweko Jumapili tarehe 9. Hii ni matokeo ya tarehe 9. Hivi unavyoona sina maelezo, hata mimi sielewi, ni matokeo kwa sababu nilikuwa kwa ibadani na ndio maana haya mambo yanafanyika. Lakini yawezekana kwa ulikosa ibada. Haiwezekani yule hakuja na yule yuko wako iko. Hebu tabiria mwenzako, mwambie siwezi kufanana mtu ambaye hakuwa ibada hii. Siwezi, sitafanana. There must be a difference because I am acting on what I have heard. So kuna neno anatumia shama. Shama ni neno la Kiebrania ambalo linamaanisha kwamba nimesikia. That means I'm obeying because I've heard. I wish ningekuwa na muda ningeeleza shama na upakeo. Ni neno la Kiyunani hilo. Kuna utajiri unapojifunza. Sisi nasema unauliza nimeamini, unasema nimeamini, lakini ni mental assent, umekubali tu kwa akili, lakini bado moyo hauja. Because ni matendo yanayoonyesha kwamba nimekubali, nimeamini na Yesu ni Bwana, ndio yanafanya watu wote wakuulize, je, umeokoka? Wewe umeokoka? Ni kama umeokoka wewe. Sababu kuna matendo yanafuatana. Kama hauna matendo bado haujasikia.
Simameni. Shama inamaanisha nimesikia na nimesikiliza, nimetega sikio, nimezingatia, nimetii na nimechukua hatua. Hiyo ndio kushama. Naomba nikupe neno. Ukianza kuona miujiza ya Bwana, utamwambia jirani yako, I am shamaring. Umeanza kushama. I am shamaring. Mtishe mtu uko kwa ibada, mwambie I am shamaring. Yani nimesikia na nimeanza kuchukua hatua. Yani ukiona siji kuchelewa tena, I am shamaring. Mr. Mburu, may your people shama. Haleluya. Ukiona unatoa, nimeenda kuuza kashamba kaploti kangu, nilete mawe yangu 2,000, I am shamaring. Wangapi mko tayari kushama? Kushama kunatokana na nini? Na kusikia. If at time ningeonyesha process, kusikia huwa kunaenda in stages. Kusikia kutakusaidia kwa mambo yafuatayo. Neno kwanza huwa linatoka, unalisikia hapa, hii ni kama receiver. Alafu linashuka mpaka kwa moyo, na mahali pale mapenzi ya Mungu na mapenzi yako zinakutana. Alafu mapenzi ya Mungu yanakuwa juu ya yale yako. Alafu yako yanakufa, ya Mungu yanaanza kufanya kazi. Yanakutania mahali fulani. Na hautakuwa unabahatisha. Utakuwa unasema nimekuwa convinced. I have a conviction. This is true. That is why ndugu zetu walikufia imani pasipo kusitasita. Mtawala fulani aliwauliza, kama mnataka kujitetea, jiteteeni. Akasema unapoteza muda, maana hakuna mtu apata badilisha nia. Tuwe. Because they have heard the word, they may be convinced. Bwana Yesu asifiwe. I must stop it there. But I want to pray. Kuombea watu ambao hawajasikia neno la Mungu inaweza kuvunja mhubiri moyo. Inaweza kuvunja mhubiri moyo. God is more than willing kufanya maajabu, but he sends his word first. Lituma neno lako nipone. Imba. Wewe ni Bwana ponyani. Wewe ni Bwana, wewe ni Bwana uniponyaye. Wewe ni Bwana ponya. Ulifanya nini? Ulituma neno lako nipone. Wewe ni Bwana ponyaji. He sent his word, he sent his word. My disease, you are the Lord, my healer. Nataka kuomba na wale hamjawahi kusikia neno la Bwana, haujawahi kuchukua hatua siku yote hata mmoja, kuja tu hapa mbele kwa unyenyekevu. Nataka niombe na wewe, Roho Mungu aanze kukuzungumzia. Kuna maajabu utaona. Alafu kisha ningependa kuomba na wale mlikuwa mnasikia sauti ya Bwana lakini hamuisikii tena, au wale mmekuwa na uzito, unasikiaga Bwana akikwambia ufanye lakini umekuwa ukikataa. Kuna mtu alikuwa ameitwa na Bwana awe mchungaji akawa nakataa. Bwana akampitishia vipindi vigumu sana, na
Baadaye alikubali na sasa ni askofu kule maeneo ya Central, na mapenzi ya Mungu anatumia. Kuna watu hapa mnataka kumanifest. A great businessman is inside you, a great person, lakini amefunikwa, maana sauti ya Mungu imezimika. Dakika 2 tu nataka niite wale wanasikia haja hiyo kuja hapa. Kama hujasikia Mungu anazungumza na wewe jambo, don't come. Nakupa dakika hizo 2 tunapoimba wimbo, imba hiyo wimbo na kungojea. Na wale ambao una jambo nasikia Mungu ni kama amekuwa kikunenea, kuja hapa mbele. Una shida fulani lakini umesikia kama Mungu alikuwa ananena na wewe, njoo hapa mbele. Nataka kuomba na hao watu. Dakika ni 2 tunaposikia wimbo huu. Imbeni, karibuni. Wengine wote tuimbeni, nataka tu wale wanasikia sauti ya Mungu. Na ponyaji na kusubiri, lituma neno lako nione, wewe ni Bwana ponyaji, wewe ni Bwana uninyaye, wewe ni Bwana ponyaji, lituma neno lako nipone, wewe ni Bwana ponya. Nataka kuita mwito ambaye anasumbuliwa na hofu na uoga. Hofu ni ishara kwamba sauti ya Bwana imezimwa. Hofu na wasiwasi, kuja hapa kama una tatizo na uoga. Hata ukitaka kuanza business, unaanza maswali mengi, sauti fulani inakwambia nenda uanze, na mara nyingi unapoenda mwingine ashakutangulia. Nataka usikie sauti ya Bwana. Mungu, yule mtu aliyekaa amechelewa, aliyechelewa pale miaka 38, Yohana 5, huyu mtu, maandiko yanasema kila wakati malaika alikuja akatibua maji, aliyekuwa wa kwanza ndiye aliyepona. Maji ni neno la Mungu. Kuna wakati neno la Mungu linakuwa kama pool badala ya flowing, badala ya life. Neno la Mungu linaweza kuwa limekaa kama pool. Nimekuja kustaa hayo maji ya neno ambalo liko ndani yako ili liweze kuwa mpya. Now, wale wote tumekaa pale nyuma, nimeita kama unasumbuliwa na hofu, unaogopa wachawi, hiyo ni ishara sauti ya Mungu ya ujasiri haijapatikana. Yaani unafanya mambo kwa kuwa mwangalifu kupita kiasi. Njoo hapa kama uko na uoga. Unaogopa kumtolea Bwana, anakuambia fanya hivi, lakini unaogopa. Kuna watu huogopa hata kuokoka. Sauti inasema nenda, anaogopa. Wale mmekaa kule nyuma, tusimame na umekuja. Nataka mkono wako wa kushoto shika moyoni mwako. Mkono wako wa kushoto shika moyo wako. Mkono wa kulia inua juu. Nataka umwambie Mungu maneno haya. Nimesikia kwamba wewe ni Mungu unayezungumza. Ninaomba na mimi nianze kuisikia sauti yako. Na nisikiapo nipe ujasiri wa kuchukua hatua ya imani. Nisikiapo hiyo sauti, sema nami Bwana. Kama unazungumza, sema nami Bwana. Manake nataka kufunuka. Sitaki kufichika. Wewe ndiye ambaye unataka, uliniumba nifunuke. Na viumbe vyote pia vinataka wana wa Mungu. Kama wewe umeokoka, mwambie Bwana, nasimama kama mwana wa Mungu. Nataka nidhihirike ili viumbe vifarijike. Inua mkono wako juu na zungumza kwa moyo wako. Nasema sitaki uoga, sitaki hofu, sitaki chochote kinachozima sauti ya Bwana.
Naomba nisikie na nichukue hatua, nione mkono wako. Nimetamani kuona maajabu yako Bwana. Nimetamani kwenda hatua moja mbele katika familia yangu, na nimetamani wale ni wahuduma. Nataka umwambie Bwana, natamani kwenda hatua nyingine mbele. Nataka nitii kwa imani. Nyosha mkono wako kule nyuma, nyosha mkono wako mbele. Tunakubaliana hawa. Baba, watumishi wako wako hapa mahali. Nimewasimulia matendo yako. Unataka kuwafanyia hata zaidi ya mimi. Wamekuja hapa, wamefungua mioyo yao. Sema na wao. Sema na wao. Ukiwapatia mambo makubwa mazito, wapatie imani ya kufanya. Kila roho ya kusita sita na iseta. Bwana, nimekuja hapa ili nipate kusaidia mtu ambaye umemwandaa. Wale ambao wako hapa ndoto zao zimezimika. Wale wanaofinywa na uhofu, wanaofinywa na umwili, hawajafunguka kiroho. Naomba Bwana wafunguke katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Oh, Spirit of God. Mr. Mburu na wale watenda kazi, wekeni mikono juu ya hawa. Wekeni mikono juu ya hawa. Roho wa Mungu anataka kukushawishi, anataka kuzungumza na wewe. Sauti yake isikike kwako. Kuna mambo ambayo yatakudhihirisha. Leo ni siku yake katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, fanya kazi zako. Fanya kazi yako Bwana. Weka mkono tu. Hapana, msiombe sana. Weka mkono na upite. Roho wa Bwana kaa juu ya watumishi wanaoweka mikono. Mkono unapogusa Bwana, fanya jambo jipya. Huo moyo ambao umezibwa na kufunikwa na shetani, kila sauti mbaya na igusa na ikemea, iondoke. Sauti ya hofu, sauti ya wasiwasi inayezuia miujiza, naomba nikikemea izimike by the power of the Holy Spirit. Wale hamjapokea Roho Mtakatifu, wale hamjapokea Roho Mtakatifu, kuwa tayari kujazwa. Roho Mtakatifu ni sauti yake pia. Sauti ya Bwana inakuja. Mwambie Bwana, nijaze. Come on, be ready. Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Receive the Spirit of God. Receive Him in without measure. Take it, take it, take it, take it. Today I announce the end of deafness. I come against spiritual deafness. Uziwi wa kiroho. Uziwi wa kiroho. Na kemea. Bwana, inua watu wakuu hapa. Inua watu wanaosikiza maagizo, wanaosikiza sauti yake. Baba, naomba unene na wao wapate kwenda mbali. Kila anayechukua hatua ya kutii kile unachosema, muonyeshe ukuu wako. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Endelea tu kuzungumza na Bwana. Ukiona nakupa sauti ya kigeni, lugha mpya, zungumza. Hofu ondoa. Kaa tayari. Kaa tayari kusikia na kuongozwa naye. Spirit of God,